Mtakumbuka waheshimiwa waandishi wa habari, ni juzi tu tulikutana ili kutoa ufafanuzi wa mwendelezo wa kesi ambayo au wadai ambalo tumelipeleka kama viongozi wastaafu au kiongozi mstaafu wa Chadema kule Zanzibar kuhusiana na mgawanyo wa rasilimali na madai mengine kama lilivyoshauri mahakamani. Na nikasema nizungumze kidogo tu, kwa sababu sitaki nifafanue item by item, kwa sababu sisi hatukuipeleka Chadema mahakamani kwenda kuihukumu katika misingi ya kuiua Chadema, lakini katika misingi ya kuijenga na kuimarisha Chadema, tuwe na Chadema ambayo itatenda haki katika pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano. Na nikajitambulisha kwenu, mimi ni makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema kwa upande wa Zanzibar. Sikitiko langu na likanilazimu leo niwaite tena waandishi wa habari nizungumze nanyi ni kuhusiana na tamko au matamko mbalimbali ambayo yanaendelea kupotosha ile dhamira, kusudio la shauri lililoko mahakamani na kuonekana kama sisi labda ni mapandikizi au ni wasaliti wa chama. Waheshimiwa viongozi, waheshimiwa waandishi, nilizungumza kwa msisitizo kwamba haya ambayo tumeyadai sio mambo ya kuzua, sio mambo ya uongo, ni mambo halisi ambayo tumeyapitia kwenye vikao vya kamati maalum Zanzibar, tukapeleka kama maombi kwenye chama, tukapeleka kama mapendekezo kwenye chama. Mara kadhaa yameshindwa kutekelezwa, yameshindwa kusikilizwa. Sasa sehemu nyingine, kwa sababu kipindi hicho tulikuwa ndani ya uongozi, tumetoka ndani ya uongozi, bado tunadai, bado tunapigania haki na uwiano wa mambo mbalimbali kwa Zanzibar. Labda leo kwa sababu ya haya yanayojitokeza na yanayoendelea kupoteza umma